Hello, habari za muda na wakati huu ndugu wapenzi wafuatiliaji wa J Sport. Karibu kwenye kituo chako pendwa cha habari za michezo na burudani, ambapo tunakupatia habari zote muhimu kuhusiana na soka letu la Tanzania na Afrika kwa ujumla. Hapa kwenye channel yako pendwa ya J Sport. Lakini kama bado haujisubscribe, nikuombe ndugu mwanamichezo utumie nafasi hii kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii ili uwe wa kwanza kupata habari zetu muda wote tunapoziweka kwenye mtandao huu wa YouTube. Habari kubwa hii leo inahusiana na Simba Sports Club. So kikosi cha Simba Sports Club kitasafiri kuelekea nchini Eswatini kwa kwanza kupitia South Africa, ambapo wataenda kukutana na Nsingizini Hotspurs ya Eswatini kwenye mchezo wa raundi ya pili hatua ya awali ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Mshindi baina ya Simba Sports Club na Nsingizini Hotspurs atapata nafasi ya kwenda kwenye hatua ya makundi kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, hatua ambayo kwa klabu ya soka ya Simba Sports Club limekuwa ni swala la kawaida kufika kwenye hatua hiyo na kuvuka kwenda kwenye robo finali. So tutegemee Nsingizini Hotspurs kujipanga vya kutosha, lakini Simba Sports Club kuonyesha sababu halisi kwa nini wao ni wana robo finali kwa muda wote wa michuano hii ya CAF. Habari mbaya kuhusiana na Simba Sports Club ni kwamba baadhi ya wachezaji wa kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club wataukosa mchezo huu wa away baina ya Simba Sports Club na Nsingizini Hotspurs utakaopigwa Eswatini kutokana na majeraha, jambo ambalo linamfanya meneja mkuu wa Simba Sports Club wa hivi sasa Dimitar Pantev kuwa na uhaba wa machaguo kwenye mchezo huu. Wachezaji ambao wataukosa mchezo ujao kutokana na majeruhi ni hawa hapa. Yupo goalkeeper namba 1 wa klabu ya soka ya Simba, Musa Pinpin Kamara, lakini yupo beki wa kati raia wa Tanzania Abdulrazak Hamza Spare Jr. Wote tunajua kiwango chake akiwa ndani ya jezi ya Simba Sports Club. Lakini yupo kiungo mkabaji ingizo jipya ili namba 6 ambaye mara nyingi anashirikiana na Yusuf Kagoma, Alasan Kante, naye yupo kwenye majeraha, hivyo hata safiri na timu kuelekea Eswatini. Lakini yupo winga Mohamed Bajaber ambaye licha ya kuanza kufanya mazoezi lakini bado hajawa fit kwa ajili ya mchezo mkubwa wa kimataifa kama bado anaendelea kufanya mazoezi kujiweka sawa. Ukiachana na hao, lipo kundi la wachezaji ambao hawana majeruhi lakini pia hawatasafiri na timu kutokana na sababu za kutokuwa fit kwa ajili ya mchezo. Hawa ni wachezaji ambao viwango vyao bado havijamridhisha kocha, kwa hiyo kwenye selection ya wachezaji ambao atasafiri nao kocha, hawa wachezaji amewaacha, watabaki jijini Dar es Salaam pamoja na wachezaji wenye majeruhi wakiendelea na ratiba zao za mazoezi kama kawaida. Wachezaji hao ni Awesu atabaki, Hussein Semfuko naye anabaki jijini Dar es Salaam, Ali Mbegu, Bashiri Kibaila pamoja na Alexander Erasto. So hawa ndio wachezaji ambao watasalia Dar es Salaam kuendelea na program za mazoezi, wakati wachezaji wengine wote watasafiri kuelekea Eswatini kwenda kukabiliana na Nsingizini Hotspurs. Ni yapi maoni yako ndugu mwanamichezo? Tuandikie kwenye comment section. Unahisi klabu ya soka ya Simba Sports Club itaibuka kidedea kwa ushindi wa goli ngapi? Lakini pia nikukumbushe kubonyeza neno lililoandikwa subscribe chini ya video hii ili ujiunge moja kwa moja na wapenzi na wafuatiliaji wa masuala ya michezo hapa kwenye J Sports. Uwe wa kwanza wewe kupata habari zetu muda wote tunapoziweka kwenye mtandao huu wa YouTube. Kumbuke kusubscribe, like na kucomment. Hadi wakati mwingine, kumbuka hii ilikuwa ni J Sports na mimi ni J Kibuga. Hadi wakati mwingine, goodbye.